Mheshimiwa Mwenyekiti wa Mkoa kwa upande wa TUCTA ndugu yetu George Kosi, viongozi wote wa vyama vya wafanyakazi mliopo hapa, katibu tawala wa mkoa mama yetu Terezia Mbando, wakuu wa wilaya mliopo, Mheshimiwa Felix Liva ambaye ni mkuu wa wilaya ya Temeke, Mheshimiwa Kisale Makore ambaye ni mkuu wa wilaya ya Ubungo, makatibu tawala wa wilaya mliopo, wakurugenzi wa manispaa mliopo, viongozi wote mliopo wa vyama vya siasa, wafanyakazi wa mashirika binafsi, wafanyakazi wa umma, waandishi wa habari, wafanyakazi oye! La kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa sisi wote uhai wa kuwa hapa. Wengine hawakuweza kuwepo, kama wale ambao tumesimama muda mfupi uliopita kuwakumbuka, akiwamo Mheshimiwa marehemu Jessica. Na washukuru kwa kuwakumbuka kwa kusimama, na tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu aziweke roho za marehemu waliotangulia mahali pema peponi. Amen. Linalopata la muhimu kuliko yote ni kuwashukuru wote walioshiriki katika kuandaa sherehe hizi ambazo kwangu mimi naona zimefaa. Hongereni sana. Mwenyekiti umefanikisha, wafanyakazi umefanikisha, maandamano yalikuwa makubwa. Hongereni sana kwa kujitokeza. Wote mliotembea kwa miguu, waliokuja kwa magari, kwa kweli mmefanikisha. Hongereni sana. Kwangu mimi mwenyewe binafsi, hadhara hii imenikumbusha nini? Hadhara ya leo imenikumbusha kitu kimoja kwanza kikubwa sana. Nilipokuwa mwenyekiti wa TUCTA mwaka 2001 mpaka 2005, jambo ambalo naendelea kuwashukuru wafanyakazi wa Tanzania kwa kuniamini, lakini pia nilikuwa rais wa chama cha walimu na washukuru walimu. Nafasi ile mlionipa nyinyi iliniwezesha kusafiri sehemu mbalimbali. Sehemu moja ambayo imenikumbusha siku ya leo ni pale nilipokwenda kutembea South Africa, tukiwa chini ya SADC na umoja wetu wa wafanyakazi ndani ya SADC. Nilijifunza nini waheshimiwa wafanyakazi? Wewe niwaambieni jambo la maana ambalo nimejifunza. Tulikaribishwa siku ya Mei Mosi Afrika Kusini, na tulishuhudia jambo ambalo ningeomba nyinyi vyama vya wafanyakazi tukumbushane. Wageni rasmi hawakuwa mawaziri. Wageni rasmi walikuwa viongozi wa vyama vya wafanyakazi wenyewe. Na ningeomba nini huu utamaduni uendelee. Sio lazima waziri hao hapa. Ni siku yetu sisi wenyewe wafanyakazi, tunajikumbusha haki zetu, tunajikumbusha serikali changamoto tunazozipata. Sio lazima mgeni rasmi awe waziri. Mpo hapo. Tuwe na utamaduni. Siku kama ya leo Mei Mosi ni siku yetu sisi wafanyakazi. Wanaosimama kwenye majukwaa wawe viongozi wa vyama vya wafanyakazi. Msitegemee kama waziri ndio asimame hapo. Waziri anaweza kutamka lolote kuhusu wafanyakazi wakati wowote wa kutafuta hadhara ya aina yoyote. Lakini Mei Mosi ni kwa ajili ya wafanyakazi wenyewe. Tuendeleze utamaduni. Tukimpata waziri sawa, lakini tujenge utamaduni wa kuwa viongozi wa wafanyakazi ndio wanasimama siku ya Mei Mosi kuzungumzia masuala ya wafanyakazi. Kama tulivyoona Afrika Kusini, tulikwenda kwenye uwanja ulikuwa umejaa wafanyakazi, hakukuwepo waziri. Walikuwa wafanyakazi wenyewe wakikumbushana wajibu wao, wakikumbushana haki zao, wakikumbushana changamoto wanazozipata katika kufanya kazi. Kwa hiyo nilipofanya mimi viongozi wa TUCTA kuniita hapa, ndio hao niliojifunza mimi nilipokwenda Afrika Kusini. Nashukuru sana. Tuendeleze utamaduni huu. Tusisononeke waziri akiwa hayupo. Ni siku yetu Mei Mosi. Tunawakumbuka wafanyakazi walioandamana wakidai haki zao za kufanya kazi zaidi ya saa 18 bila kupata ujira unaostahili. Kwa hiyo Mei Mosi tuchukulie kama ni siku yetu. Hata hao wanaoondoka bila washangaa.
Ni siku yetu sisi, tungekaa mpaka mwisho tukaongea ya kwetu, tukatoka tumemaliza kwamba hakika tumesherehekea Mei Mosi ambayo ni siku yetu. Sio siku ya serikali, ni siku ya wafanyakazi. Wafanyakazi ni siku ya kukumbusha serikali wajibu wao, wakiwapo sana, wakiwa wapo, msikate tamaa. Ni siku yetu, tuisherehekee tangu mwanzo mpaka mwisho. Siwezi kuendelea kabla sijashukuru wafanyakazi pia. Mwaka 2001 nilipochagua kuwa mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi, tulishirikiana nao vizuri sana, na ndio tiketi iliyoniingiza bungeni, ambapo pia mimi napaswa kuzungumzia masuala ya wafanyakazi pamoja na wabunge wengine. Tulipokwenda kutembea Amerika kwa tiketi ya wafanyakazi hiyo, tulijifunza kitu kimoja. Wakati wanagombea watu vya ubunge, wewe mnaangalia pia wale wanaotetea maslahi ya wafanyakazi. Wafanyakazi tuliona watu wanaandika, huyu katika miaka yake mitano ametetea vipi haki za wafanyakazi, amewasaidia vipi vyama vya wafanyakazi. Kwa hiyo tunasema hawa lazima tuwarudishe bungeni, waendelee kutetea haki za wafanyakazi. Haki za wafanyakazi tuwaunge mkono na hata kuwajenga baadhi yao, ili wakiingia bungeni waendelee kutetea haki za wafanyakazi. Kwa mimi nawashukuru kwa kweli, muda mwingi pia nimeutumia kutetea vyama vya wafanyakazi kwa njia mbalimbali, kwa sababu ni tiketi iliyonipeleka huko. Lakini nichukue nafasi kuwapongeza sana nyinyi kwa kumchagua Angela Kairuki na Hawa Mchafu ambao wako bungeni kwa niaba ya vyama vya wafanyakazi. Wanawapa salamu, wameshindwa kuja kutokana na majukumu mbalimbali, lakini wabunge wanaowakilisha vyama vya wafanyakazi bungeni. Na mimi nitaendelea kuwaenzi vyama vya wafanyakazi, na nashukuru sana kwa kunipa nafasi ili na mimi niendelee kushirikiana na vyama vya wafanyakazi, kwa sababu bila wao nisingekuwa mbunge, nisingepata uzoefu wa kufanya kazi bungeni, nisingeweza kuwakilisha kina mama, na sasa hivi nawakilisha watu wa Ulaya. Na nashukuru sana kwa kunipa nafasi hiyo, na nashukuru wote walioniwezesha kuingia bungeni. Ndugu zangu, siku ya leo kama nilivyosema, ni siku ya sisi wafanyakazi kujikumbusha wajibu wetu, lakini pia kutufundisha jinsi ya kudai haki zetu. Na swala la kudai haki halina mwisho, ni swala endelevu. Kwa msifikiri hata mnapoteza muda, hata swala la kukutana na kujadiliana mambo ya swala ya wafanyakazi ni endelevu, kwa sababu kila wakati nchi inapopiga hatua mbele, changamoto za wafanyakazi zinajitokeza. Kwa vyama vya wafanyakazi lazima viendelee kuwa imara, wafanyakazi wao na sauti moja, ili waendelee kudai haki zao, kwa sababu kama ingekuwa kuna mwisho, hata nchi zilizoendelea kusingekuwa na vyama vya wafanyakazi. Lakini changamoto za wafanyakazi zinajitokeza kila siku, kwa hiyo vyama vya wafanyakazi lazima viendelee. Asubuhi ya leo nimemsikia huyu katibu wa TUCTA ndugu Msigwa akiongea na vyombo vya habari hasa TBC. Alikuwa anazungumzia kwamba wafanyakazi wengi hawajajiunga na vyama. Kwa hiyo natoa wito kwa wafanyakazi kujiunga na vyama vya wafanyakazi. Kudai haki mtu peke yako unaweza ukapata, lakini mara nyingi mkiwa katika ndani ya umoja mnaweza kufanikiwa kupata haki zenu kwa urahisi zaidi, kwa sababu sauti ya wengi ina nguvu zaidi kuliko sauti ya mtu mmoja. Kwa hiyo mimi nakubali kabisa kwamba kuna umuhimu wa vyama vya wafanyakazi. Vyama vya wafanyakazi viendelee kufanya kazi vizuri, viingize wanachama wengi zaidi. Ndio maana ya solidarity, kwamba umoja ni nguvu, utengamano ni udhaifu. Kwa mfano sasa, nasema hizi changamoto ambazo tumesomewa hapa, tumesomewa changamoto nyingi sana, na hizi changamoto zingine naamini kwamba zimekuwa zikifanyiwa kazi, kwa sababu hatuwezi kusubiri labda Mei Mosi ndio tuzitaje. Kuna zingine ambazo zingepaswa ziwe zinaanza kufanyiwa kazi kwa kukutana na viongozi wa serikali au kukutana na waajiri wenyewe hata kwenye sekta binafsi. Kwa mfano, nimeona katika changamoto mlizozitaja nyingi tu, ambayo mimi nimechukua changamoto zote hizi na nikazipitisha zinazopaswa
Spika. Nimezisikiliza kwa makini na nitazifikisha zinapohusika. Kwa mfano, kama nilivyosema, mishahara duni. Hii ni swala ambalo vyama vya wafanyakazi lazima nilizungumzie kila wakati, na hasa baada ya serikali kujiridhisha na payroll, yaani orodha ya mishahara, au umuhimu, wamezungumzia kuhusu umuhimu wa kuangalia upya kodi ya mapato kwa wafanyakazi pamoja na kodi kwenye mapao mbalimbali, hasa mapao ya mwisho. Ila hapo wamesema kwamba wabunge hawakatwe, wabunge nao watakata. Ni jambo ambalo linafanywa kazi, mapao ya mwisho kwa wabunge nao watakata. Anasema kutokuwepo na mabaraza ya wafanyakazi yanayofanya kazi kikamilifu kwa mujibu wa sheria, ucheleweshaji wa michango ya mifuko ya hifadhi ya jamii. Nikana tulipoongeza swala kama hili, viongozi wetu wa vyama vya wafanyakazi wangeungana pamoja, wakawaita viongozi wa mifuko viongozi wa mifuko ya hifadhi. Kwa nini mpaka sasa hivi wanachelewesha kupeleka michango ya wafanyakazi na kusababisha wastaafu kukosa malipo yao kwa wakati? Haya ni mambo ambayo yanaweza kuitwa watu wakajadiliana wakati huo, baadaye ya kuendelea kufanya kazi kuteseka. Alafu kuna chombo kinachoratibu, kimepita hapa, kuna chombo kinachoratibu mifuko yote kiitwe na wahusika waitwe pamoja, wajadiliane kwa nini wanawatesa wanaochangia na kupata matatizo wanapostaafu. Au kwa mfano wafanyakazi kurekebishiwa mishahara kwa wakati baada ya kupanda daraja, wakiwamo walimu. Baada ya wafanyakazi kusimamishwa kazi bila kufuata kanuni za kazi, au afya na usalama kazini kutozingatiwa, au baadhi ya wawekezaji kunyanyasa wafanyakazi na baadhi ya waajiri kutotambua vyama vya wafanyakazi. Ni masuala ambayo waajiri wanakutana na vyama vya wafanyakazi kujadiliana hapa. Lakini hii pia anaongezea swala la unyanyasaji katika ajira za akina mama, ambao wakati mwingine wao wanataka wajiingize kwenye mambo ambayo sio halali ili wapande vyao au waajiriwe. Kwa hiyo mimi nakubaliana kabisa na viongozi wa wenzetu wa TUCTA kwamba hizi ni changamoto zinazotakiwa kufanyiwa kazi haraka iwezekanavyo.